Mambo ambayo kama mwenyekiti wenu wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi nitaomba niyaseme wazi kwa vijana wenzangu. Hatuna sababu ya kuwa tunadanganyana ama tunatiana moyo ama tunakichafua chama kwa sababu tu sisi ni moja kati ya jumuiya zake imara. Sisi kuwa vijana wa Chama cha Mapinduzi haitupi upendeleo wowote ule wa sisi kuvunja sheria, wa sisi kwenda kinyume na utaratibu. Vijana wenzangu, mambo ya msingi ambayo naweza nikawaomba miyazingatie: moja, tuwe na utaratibu wa kutii sheria bila shuruti. Lakini kama pamoja na kufuata utaratibu na kutii sheria umeonewa, hapo sasa ndio tunaweza kusimama pamoja na kufanyaje? Kutafuta ufafanuzi. Lakini tukiendelea kila siku kuwa tunadanganyana kwamba kwa vile wewe ni kijana wa Chama cha Mapinduzi, fanya hiki hautapata chochote, fanya hiki hautakutwa na chochote, huo ni uongo. Asikudanganye mtu yoyote, huo ni uongo. Na tuwe watu ambao tunafuata utaratibu, kwa sababu wakati wewe unafanya hivyo labda kwa nia mbaya ama nia njema ambayo unaijua wewe binafsi, na mtu mwingine atatumia mgongo huo, atalifanya baya kubwa kabisa, alafu atasingizia na yeye ni kijana wa umoja wa vijana. Mwisho wa siku wote tunakuwa tunaonekana hatuna maana. Kwa hiyo kwenye mambo ambayo yanahitaji tufuate utaratibu, vijana wenzangu, naombeni tuwe wa kwanza wa mfano kufuata utaratibu. Kama mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, nakemea wazi upoteaji wa vijana wenzetu katika hifadhi ambao wanazunguka vijiji vya jirani vya hifadhi. Sambamba na hayo, naendelea kuhimiza vijana wenzangu, kama hauruhusiwi kuingia katika hilo eneo usiingie. Lakini nafahamu TANAPA waliachiwa maelekezo na makamu mwenyekiti alivyofanya ziara yake, aliwaelekeza wazi kabisa waje wasikilize kero hizi, changamoto hizi pamoja na kuzitafutia ufumbuzi. Naomba kuuliza vijana wenzangu, na naomba tujibu kwa sauti ya juu ili hao TANAPA huko waliko wasikie. Walikuja kwanza, kabla ya walikuja, makamu mwenyekiti alivyofanya ziara alielekeza wafike wasikilize, hakuelekeza? Alielekeza, hakuelekeza? Wamefika, hawajafika? Vijana sisikii. Wamefika, hawajafika? Sawa, kama ni ukweli hawajafika, kwa dakika chache nitatoka nje, kwa sababu sio kwamba nimefanya ziara mkoa mzima na leo nimekuja kuhitimisha hapa kwenu. Na moja kati ya mambo ambayo naweza nikakiri wazi kama mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ameifanya kazi kubwa kiasi kwamba sisi kama vijana ametuachia jukumu dogo sana. Kama tutaendelea kusimama pamoja, kama tutaendelea kuimarika, jukumu letu ni dogo sana katika uchaguzi huu tunaoelekea. Ni kitendo cha kuonyesha tu kwamba lililofanyika na yaliyoahidiwa ni yale pale, yametekelezwa ni lile eneo, yamefanyika ni lile eneo. Kwa hiyo nilikuwa naomba tumpongeze sana kwa sababu ameturahisishia pakubwa sana kuelekea uchaguzi mkuu. Kitu kingine, kama mwenyekiti wenu, naombeni changamoto ambazo mmekuwa mnaziwasilisha kuhusiana na usajili wa vikundi, kuhusiana na namna ya kupata fedha za mikopo, naweza nikamsimamisha hapa mmoja mmoja kama nilivyofanya kwenye wilaya nyingine, lakini tutapoteza muda. Vijana wengi wanakuwa hawana Silali oye! Silali oye! Andikeni majina polepole, msipige kelele. Tunataka majina tu, sio kelele. Vijana wengi wanaonekana hawana elimu ya utaratibu na namna ya kupata
fedha za mikopo. Sasa naomba kijana, kama haufahamu utaratibu, kama hauna hiyo elimu, usipotoshe vijana wenzio na kuambia hayo mambo hayawezekani, kwa sababu wengi wao anapotosha wenzie, alafu ukisema wewe na wewe na wewe njooni tuzungumze nje mnifafanulie, unakuta moja hata katiba tu ya kikundi hana. Ukimwomba andiko mradi na anakwambia ameomba mkopo na hajapewa mpaka leo, lakini unapomwambia andiko mradi lako liko wapi, kwamba sasa leo mimi nikitoka hapa narudi kwenda kwa DC, naamini na mkurugenzi nitamkuta, andiko mradi liko wapi? Hivyo vyote ambavyo vinahitajika ili wewe uweze kupewa mkopo viko wapi? Leo tuondoke twende kwa mkurugenzi, sasa tukakae naye tumuulize mkurugenzi, ni kwa nini hao vijana kila siku hauwaoni? Jamani, vijana wengi mimi wamekuwa hawana, nisiwe muongo, vijana wengi wanakuwa hawana, na hiyo imenisukuma kama mwenyekiti wenu kuona changamoto ni elimu ya namna ya kuzipata hizo fedha. Kwa hiyo naombeni afisa maendeleo atakapotoa elimu tuwe wasikivu na tumpe ushirikiano. Lakini kama unaamini wewe unakizi vigezo vyote na bado haujapewa hiyo fedha, tafadhali naomba tuonane, njoo na dokumenti zako zote. Usije na malalamiko na jina la kikundi tu, njoo na dokumenti zako zote. CCM oyee! Jambo lingine, vijana wenzangu, naombeni ni waase, tuache lugha za matusi kwenye mitandao, kwenye vijiwe na kokote kule tunako kuweko. Vijana, watu tunaowatukana na kuwadhalilisha ni baba wa mtu, ni mme wa mtu, ni kaka wa mtu, ni ndugu wa mtu. Hebu jiulize wewe, ukifanyiwa hivyo utajisikiaje? Au baba yako mzazi akitukana kiasi hicho utajisikiaje? Naombeni tuache lugha za matusi kwenye mitandao na kokote tunapokuwepo. Hata Mama Samia ametuelekeza umuhimu na misingi ya 4R. Kama tutaenda kwa mwenendo huo, itakuwa ni changamoto kubwa sana sisi kuweza kumheshimisha yeye na kuhakikisha kura zake za kishindo ziko salama katika wilaya husika. Jambo lingine ambalo ninaweza nikamalizia kwa muda huu ambao mmekuwa mmewasilisha changamoto zenu, vijana tupendane, vijana tuungane mkono na tushikamane. Tusiruhusu watiania ambao wanaonekana kwa msimu kututenganisha. Jiulize wewe na huyo rafiki yako ambaye sasa hivi mmekosana, au hata hakuwa rafiki yako ila ni mwanachama mwenzie ambaye sasa hivi mmekosana, amsalimiani, amuongeleshani kwa ajili ya huyo mtiania. Hapo nyuma huyo mtiania alikuwepo? Alikuwepo. Sasa mambo ya msimu tuende nayo kimsimu, tusichukue mambo ya msimu tukayaweka moja kwa moja kwenye maisha yetu ya kila siku. Muwe watu wa kupendana, muwe watu wa kushirikiana. Na kama una mtu wako unampenda sana, kwa sababu utaratibu wa chama si ndio unaoruhusu uchaguzi, si ndio? Kuna nafasi ambayo CCM mtu anaipata bila uchaguzi tukiachia watendaji? Haipo. Utaratibu wa chama unaruhusu uchaguzi, si ndio? Kwa hiyo ni haki yako wewe kumpenda A kuliko B. Sasa kama ni hivyo, tusubirie muda ufike. Sasa hivi tunao watu wetu, tunao kupeperusha bendera wetu, si ndio? Basi kwa sasa hivi wale ambao wameaminiwa tuendelee nao, ila huyo unayempenda subiria muda ufike. Kwa sasa hivi namba 1 ni Chama cha Mapinduzi, na mpenzi wako pekee anatakiwa kuwa Chama cha Mapinduzi. Ila huyo mtiania unayemweka mbele kuliko chama, kwanza unajizalilisha, pili unaweka rehani uongozi wako, tatu kuwa makini na unachokifanya, kwa sababu wanaoandika taarifa na wanaokusanya taarifa ni wengi sana. Usije kushangaa siku unashughulikiwa hanyanyui mdomo wala hasemi neno lolote, na unashughulikiwa kikamilifu, kwa sababu utapitishwa katika utaratibu. Jambo la mwisho kwa muda huu ambao umewasilisha maswali yenu, vijana chukueni fomu. Yaani nyie mmeacha watiania watusambaratisha, tumeonekana kuwa watu wa ovyo, tunatukanana kwenye magrupu, tunaongeleshana ovyo, wengine hata hatusalimiani na tuko wote humu na ni umoja wa vijana. Kisa kubeba mtu. Kwa nini isifikie hatua tubebane sisi kama vijana? Kwa nini amchukue fomu? Kwa nini ampostiani nyie kwa nyie kwamba fulani huyu? Kwa nini? Shida ni nini? Kwa nini sisi hatuchukui fomu kama vijana? Nani anawazuia?
Nani anawaogopesha? Kwa hiyo hapana, sio kweli. Hiyo sio kweli. Hiyo sio kweli hata kidogo, na ninaikataa. Hawa vijana waulize, mimi wakati nakuja kugombea nafasi nilionayo, niliwapa bilioni ngapi? Hii nafasi ni ndogo? Tuongee wazi. Hii nafasi ni ndogo? Niliwapa bilioni ngapi nyewe kunichagua mimi kwa mwenyekiti? Niliwapa bilioni ngapi? CCM oye! Vijana, acheni kurudi nyuma, acheni kutumiwa. Na niwaambieni, ajenda zote hizi za msingi ambazo leo mmeziwasilisha hapa, mngekuwa mnaaminiana kama vijana na kupeana nafasi, tayari zingekuwa zinatatuka. Lakini kwa vile mnaamini na mmeamua kuwa watu wa kununuliwa, na mmeacha rushwa ipotoshe mawazo yenu na maamuzi yenu kama viongozi, ndio maana nyinyi ni mashahidi. Ndio maana nyinyi ni mashahidi yanayoendelea. Kwa hiyo kama mwenyekiti wenu, nawahimiza chukueni fomu. Chukua hata ujipime. Ujiandae kuelekea 2030. CCM oye! Wangapi watachukua fomu? Mnasema shida ni majina kurudi, sijui na rushwa na nini. Ni wajue hapa, ili majina yao yasiporudi, Mungu awe shahidi kwamba mimi siku ya leo sijatenda haki. Muda ukifika, sio muende kuanza kuleta shida sasa hivi kwamba mwenyekiti